tutakuwa tuna kichwa kidogo tu kinasema kuchagua. Haleluya. Kuchagua ni neno la kawaida, sio msamiati. Ni neno tu ambalo linafahamika sana. Kina mama huwa tukienda sokoni, unakuta wamepanga mafungu ya nyanya pale, unamwambia muuzaji, naomba unifungie fungu hili hapa. Unakuwa umechagua yale kati ya mafungu mengi, umechagua fungu moja la nyanya. Au umeenda sehemu wanauza viazi, wamepanga kwenye mafungu, unamwambia muuzaji, katika naomba unipe fungu hili na hili. Umechagua kati ya miongoni mwa mafungu mengi, wewe umechagua mawili ya kwako, unamwambia kufungie. Kwa hiyo hili neno sio msamiati. Ni neno tunaloliishi kila siku. Kuchagua ni kupata kitu chako au ni kuteua kitu miongoni mwa vitu vingi. Au ni kuchagua kitu. Vinaweza vikawa viwili lakini wewe ukawa umechagua kimoja wapo. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema lengo ni kwamba tujue namna ya kupata chaguo sahihi. Iwe ni katika maisha ya kawaida au katika maisha ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, tunafahamu kabisa Biblia inasema mke mwema anatoka kwa Bwana. Vijana, Biblia inasema mke mwema anatoka kwa Bwana. Sasa unakuta mtu ametumia tu akili yake, amechagua mwenyewe. Japokuwa neno linasema mke mwema anatoka kwa Bwana, lile chaguo amejifanyia mwenyewe. Anapokuwa amefanya mwenyewe, matokeo atayaona sasa. Akiwa huko ndani, matokeo atayaona. Kuna chaguzi zingine matokeo yanatoka muda huu. Lakini kuna chaguzi zingine matokeo yako baadaye, utakutana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mke mwema anatoka kwa Bwana. Andiko analijua, lakini kwa vigezo vyake yeye anatumia akili yake kwenda kufanya chaguo. Anachagua, matokeo yatayaona. Lakini kama ukizingatia kwamba neno la Mungu linasema mke mwema anatoka kwa Bwana, basi nimtafute Mungu kabla sijamtafuta huyo mke mwema, ili alionyeshe hilo chaguo. Haleluya. Unakuta unaingia kwenye uchaguzi ulio sahihi. Wanaoteseka kwenye ndoa ni wanaume. Nilikuta mtafiti mmoja anasema yani sasa hivi ndoa nyingi wanaume wanateseka. Mtoto akiwa yuko kwenye shida, nikagundua kwamba chanzo cha hiyo shida inawezekana ni yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana alichagua yeye. Hakusubiri, hakumtaka Bwana anataka kuchagua. Alichagua tu kwa ajili yake, ndio maana hayo mateso yanamkuta yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Ili tupate kufanya machaguo yaliyo sahihi, Mungu anatakiwa awe anahusika. Na tutapataje machaguo sahihi? Machaguo sahihi yanatokana na uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Chaguo sahihi linatokana na mtu yule ambaye amekubali uwepo wa Mungu ukae ndani yake. Amekubali Roho Mtakatifu akae ndani yake, na amekubali huyo Roho Mtakatifu amuongoze katika mambo yote. Tuweze kuishi maisha ya ushindi ili tuweze kumwona Mungu katika maisha yetu siku zote, mambo yetu yakanyoka. Ni vizuri sana tukakaa ndani ya uwepo wa Mungu. Lakini ni vizuri sana tukatafuta sana kuongozwa na Roho Mtakatifu ili atusaidie kufanya machaguo yaliyo sahihi. Amina. Kuna mtu anaweza akapewa fedha. Ile fedha akashika kuitumia kwa sababu hana ufahamu. Haleluya. Amen. Kumbe ukiwa na ufahamu utaweza kuitumia fedha vizuri, au utaweza ufahamu huo utakusababisha wewe upate ujue njia za kupatia fedha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe ni bora kupata ufahamu. Huu ufahamu utakusaidia wewe kupata fedha. Lakini huu ufahamu utakusaidia wewe kutumia hiyo fedha vizuri. Nimesema kwamba uchaguzi huwa una matokeo. Hakuna uchaguzi usio na matokeo. Itategemea uchaguzi uliochagua ni sahihi.
Nimesema hapo matokeo ambayo yanapigwa haraka matokeo yanatoka, lakini hapo mengine utayapata baadaye sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Siri mojawapo ya mafanikio ya Danieli, tunafahamu kabisa Danieli kwake maombi ilikuwa ni dozi. Yaani uwepo wa Mungu kwake ulikuwa muda wote, anao uwepo wa Mungu. Ndio siri ya mafanikio ya kuchagua fungu lililo jema na kuchagua kuendelea kumtumikia Mungu. Siri moja ilikuwa maombi kwake ni dozi. Ilikuwa maombi ni asubuhi, maombi ni mchana, maombi ni jioni. Danieli hakujali tangazo limetoka kwamba asiwepo mtu kumwabudu Mungu mwingine ila miungu ya Baali. Hilo yeye hakujali. Alifungua madirisha yake, acha wazi kuomba kwa sauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mafanikio ya Danieli pamoja na wale wenzake sana yalikita kwenye eneo la maombi. Tunapopita katika mazingira magumu ya namna gani, tunapopita katika moto, tunapopita katika majaribu, tunapopita katika vita nyingi, angalia sana usifanye chaguo ambalo sio sahihi. Fanya chaguo lililo sahihi. Na nimeshasema kwamba chaguo lililo sahihi linatokana na wewe mwenyewe. Umeujalije uwepo wa Mungu? Ukiwa unapishana na uwepo wa Mungu kila siku, hakika huwezi kufanya uchaguzi mwema. Huwezi kufanya chaguo lililo sahihi hata siku moja. Kwa hiyo ili ufanye uchaguzi ulio sahihi, lazima uwepo wa Mungu uwe ni sehemu ya maisha yako. Tumchague Mungu muda wote. Haleluya. Wakati mwingine unakuta ni mwili ndio unaokufanya, kuna muda unachagua mapenzi ya mwili wako. Uchagui Mungu anataka nini. Nguvu ya mwili imekuzidi, unakuta unachagua yale ambayo mwili unakuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Vijana mnafahamu ninapokisema hiki. Napoongea hiki vijana mnafahamu, hata kanisa wote mnaelewa kwamba mwili unapingana na roho. Ili tuweze kushinda mwili, nimesema lazima uwepo wa Mungu uwepo kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Mwili usikulazimisha kuchagua chaguo ambalo sio sahihi. Tuchague machaguo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapofanya uchaguzi uwe wa aina yoyote, chagua huku ukijua kwamba Mungu yupo katika hili chaguo. Je, niko ndani ya uwepo wa Mungu au niko nje ya uwepo wa Mungu? Kanisa, Mungu atusaidie sana. Ninaamini kwamba kile ulichokipokea kupitia maneno haya, neno la Mungu haliji bure, huwa haliondoki bure. Lazima huwa lina kusudi ambalo linataka litimize. Kwa hiyo ninaamini lipo kusudi la Mungu kupitia ujumbe huu. Kipo ambacho Mungu anataka kubadilike, au kipo ambacho Mungu anataka ufanye kupitia ujumbe huu wa kuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Tumeusikiliza ujumbe. Mungu akusaidie uendelee kuelewa zaidi ya hapo. Zaidi ya vile niliposema mimi, Roho Mtakatifu aendelee kusema na wewe ili uelewe zaidi ya hapo. Mwanzoni nilisema kwamba lengo la kujifunza somo hili ili tuweze kufanya uchaguzi ulio bora, tufanye uchaguzi ambao ni sahihi. Kwa hiyo mpaka hapo nasema Mungu akusaidie tu kwenye maisha ufanye uchaguzi ulio sahihi bila kujali mazingira yakoje, bila kujali hali ikoje. Fanya uchaguzi ulio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame. Umejilinasa kutoka wapi katika haya niliyoyasema. Tutamwomba Mungu akusaidie, na mimi nitaomba Mungu anisaidie ili ninapofanya uchaguzi nisikae mbali na uwepo wa Mungu, ili nifanye uchaguzi ulio sahihi. Sema uchaguzi kwa namna hii. Chagua sahihi, chagua
matokeo ni ya wewe mwenyewe kuchagua. Mwenye ni chaguo. Yaani wala sio jirani yako. Kile ulichochagua ni cha kwako. Kizuri cha kwako. Umechagua kibaya cha kwako. Uzuri wako umechagua mwenyewe. Kuliko ongeza na kofi na mambo mazuri ya wewe ukiwa hapo. Lakini kataa chaguo mbaya. Na hii tuchague mazuri nasema tushikamane na Mungu. Roho na nini? Ikiwe kivingine chakula kinaonekana basi inakwenda na wewe mwenyewe. So hiyo tunasema wewe inakuwa kwa jana. Nasema unakula kwa jana. Kula. Mungu asifiwe. Basi